lile goli la Simba alilofunga Selemani Mwalimu, asilimia ya wengi wanashindwa kutafsiri neno offside. Offside au onside zina maana nyingi sana ambazo kama uwezi kuzitambua, uwezi kujua, utabaki tu kupiga tu kelele mitandaoni kwa watu. Lakini kwa goli la Selemani Mwalimu lile lilikuwa offside. Offside imekujaje? Aula baada ya kupata ile pasi kutoka kwa Selemani Mwalimu alizidi kwa wachezaji baada ya Mwamnyeto na Baka. Yeye alizidi, alikuwa offside. Wakati anasubiria mpira upigwe, hakarudi tena ndani. Wakati anarudi ndani, yule mchezaji mwenzie alipiga ule mpira kwa ajili ya kuleta mashambulizi, yeye ndo akaja tena kushiriki kuucheza ule mpira. Kwa hiyo wengi wanachoshindwa kukijua hapa kwamba ilikuwa offside ile, kitendo cha yeye kuzidi na kurudi na kushiriki tena. Sasa ile offside yeye ilitakiwa aicheze badala ya kuiua kwa namna hii. Badala ya kupiga ule mpira kuleta mashambulizi kwenye mlango wa Yanga, ilitakiwa asubirie uchezwe na mchezaji wa aina yoyote wa Yanga, aidha golikipa au mchezaji mwenzake. Yeye ndio ashiriki tena kucheza ule mpira kwa sababu yeye alikuwa offside. Wakati anatoka kwenye offside kuingia ndani, haruhusiwi kuushiriki tena ule mpira mpaka uchezwe, kwa sababu akiucheza wakati anatoka kule na maana ameshiriki, na yule alivyotoka alikuwa nje ya mchezo, na akiwa mtu nje ya mchezo, asilimia wachezaji wenzake hawamhesabii kama yupo kwenye mchezo. Ina maana anakuja bila wachezaji wenzake kufahamu kama kuna mchezaji yupo nyuma yetu. Kwa hiyo yule aliucheza mpira kwa kuvizia, wanasema muda mwingine, kwa sababu alikuwa nje ya mpira. Alivyokuja kwa kuvizia, wachezaji pinzani hawakujua kama kuna mchezaji. Ndio tafsiri ya lazimeni kunyoosha kibendera, kwa sababu yule aliingilia mchezo ambao haumuhusu. Performance ya Simba kwa mechi ya jana, mimi binafsi yangu sioni kama ina utofauti na performance zingine wanazochezaga, kwa sababu tulitoka Ngao ya Jamii tumechukua mikononi mwao. Ukienda kwenye position za kumiliki mpira, yeye alikuwa ameongoza kwa asilimia nyingi, lakini sisi ndo tukatoka na matokeo. Kwa jana ataonekana yeye alikuwa bora kwenye mashambulizi, kwa sababu walikuwa sana wapo katika lango letu, lakini sisi tulikuwa tunatumia akili. Kuja mtu kwenye malango yako sio ndo kupata matokeo. Sisi tulienda jana kwa malengo mawili, kushinda au sare. Hatukwenda na lengo la kufungwa. Katika malengo mawili haya tumefanikiwa moja, tumetoka sare, tumechukua pointi moja. Yeye alikuja kwa lengo la kushinda tu, na ndo maana aliukamia mchezo ili aweze kupata matokeo. Lakini sidhani kama, kwa sababu yani sawa tuseme ndo alikuwa na performance nzuri, wai kwenye matokeo. Yani kwa nini hakupata matokeo? Mtu ana performance nzuri, ametukamata kila idara, yani imekuwaje ameshindwa kupata matokeo mazuri? Tumemegana pointi, na maana yeye mwenye performance nzuri amechukua pointi moja na mimi nimeondoka na pointi moja. Sasa sidhani kama ukimpa, na mpaka man of the match amepatikana kwetu, maana ya sisi tumecheza vizuri, kwa sababu man of the match huwezi kumpa mtu ambaye hajaperform vizuri. Sawa. Yeah. Ukiangalia katika performance ya Young Africa jana alipoingia uwanjani. Yeah. Tumeona kocha kachezesha viungo watatu. Yeah. Kamuingiza Dukabuye, bana kamuingiza Kamara, lakini vile vile alikuwa na Mudathiri ya basi. Ndio. Na kuna safu ya ushambuliaji akutolea sana jicho. Ndio. Kwa nini alifanya vile? Alifanya vile kwa sababu ya mfumo wa Yanga siku zote huwa magoli mengi yanapatikana yanatokea katikati alafu yanaenda pembeni, na ndio maana pembeni tuliwaweka wachezaji ambao wote wanalijua lango. Tulimweka upande wa kushoto tulimweka Maxi, upande wa kulia tukamweka Dube, katikati tukamwacha
nani huyu enda nao pale, na ndo uliotugea matunda, kwa sababu ya viungo tuliowaweka pale katikati. Wote tuliwaweka kwa sababu ya kutengeneza matokeo haya mawili tusiyakose, aidha tushinde au tupate sare. Kikubwa ndio ilikuwa iko, lakini tusifungwe. Ina maana viungo tuliwaweka wanne kama sikosei. Tulimweka Muda, tulimweka Duke Abuya, Damalo na Max Nzengeli. Max Nzengeli alikuja akawa anakuja kusaidia upande wa viungo, lakini yeye alikuwa kama winga ya kuibia. Sawa. Lakini asilimia kubwa mfumo wa kocha na malengo ya timu, nafikiri malengo ndo ambayo yaliyopatikana ndo yaliyokuwa yanatakiwa. Sidhani kama tulikuwa tumeenda kwenda kuzuia tusifungwe tu, lakini tulienda na malengo mawili, tunatafuta ushindi au tutafute sare. Kwa dirisha dogo la usajili, dirisha kubwa ambalo linakuja kwa msimu unaokuja, manake kwa dirisha kubwa usajili lazima utafanyika kuongeza nguvu, kwa sababu kama mfano nazungumzia kwenye namba ya Yusuf Kagoma. Leo Yusuf Kagoma kama kiungo namba 6, bado Simba atakuwa apate kiungo namba 6 mlainishaji, kwa sababu mpira wa kisasa una namba 6 ambayo inaweza ikatulia ikapiga pasi ambazo zile zinazotakiwa. Lakini ukimwangalia kama Kagoma mimi bado yani atakuwa dirisha kubwa tuongeze nguvu kwa namba 6 ambayo ya kisasa. Na vile vile ukitizama labda mfano kwenye striker, Simba atakuwa ongeza striker mwingine. Tutakuwa tupate namba 9 ambayo ya kisasa ambayo inacheza mpira. Huwezi kumtegemea namba 9 mfano kama Selemani Mwalimu, au ukimzungumzia labda mfano kama Soa. Kwa hiyo lazima tupate namba 9 nyingine ambayo inaweza ikatusaidia kwa msimu unaokuja kimataifa. Nafikiri mazingira ndio kusababisha jana Simba tupate matokeo. Kwa matokeo ambayo yalopatikana jana, hapana, sio kwa sababu ya hivyo. Ila jana nao vile ilikuwa sio bahati yetu, kwa sababu tulifanya kila kitu kinachotakiwa katika mpira wa miguu. Simba wamecheza mpira mzuri, na hata nafasi Simba tulitengeneza. Shoot target tulipiga karibia 3 kipindi cha kwanza. Tulipiga zamana, ila save zake Diarra amefanya kitu bora, ndio maana hata Simba naye imekosa kupata matokeo kipindi cha kwanza. Lakini kwa mpira waliocheza jana Simba, mpira umechezwa vizuri. Simba wamecheza safi kabisa, mechi imeonekana, Simba ameonyesha uhai mzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimependa performance ya timu ambayo jinsi ilivyocheza jana. Kwa mechi ya jana ilikuwa vizuri. Kwa mechi jana ilikuwa vizuri, na walikuja kwa lengo moja tu, lengo la kutaka ushindi, na walionyesha. Kwa performance yao ilikuwa ipo juu sana. Na ndio maana inaonekana kwamba sisi tumekuwa kwamba kama hatuchezi. Lakini jana wenzetu walituzidi kimbinu. Nadhani pia itakuwa hata nje ya uwanja pia mtuzidi, maana mipira yetu inachezwa sehemu mbili. Inachezwa ndani na nje.